Tunapogeukia leo sura ya 9 ya moja Wafalme na kifungu sambamba katika 2 Mambo ya Nyakati 7, 8 na 9, miradi ya ujenzi ya Sulemani inaendelea. Utajiri wake unaendelea kukua kupitia biashara na habari zake. Hekima yake ya ajabu inasambaa. Lakini tutaona hapa kwamba kila kitu anachomiliki kinatoka kwa Mungu. Na kwa Mungu atatoa jibu. Kwa sababu kwa yule aliyepewa mengi, wapendwa, mengi yanahitajika. Basi hapa katika moja Wafalme 9, hekalu la ajabu limekwisha kutolewa wakfu. Tunaambiwa hapa katika aya ya 2, Bwana alimtokea Sulemani mara ya pili kama alivyomtokea huko Gibeoni. Sasa katika kutokea huku, Bwana ana ujumbe 3 kwa Sulemani. Kwanza, Mungu anamhakikishia Sulemani kwamba sala yake ya kutolea wakfu imesikika. Anasema hapa katika aya ya 3, nimekitakasa nyumba hii ulioijenga kwa kuweka jina langu hapo milele. Katika 2 Mambo ya Nyakati 7 na aya ya 14, tunajifunza kuhusu ahadi hii ya ziada kwa taifa Israeli iwapo watajitenga na Mungu. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wangu na kuacha njia zao mbaya, basi nitasikia kutoka mbinguni na kusamehe dhambi yao na kuponya nchi yao. Sasa pili, hapa tena katika moja Wafalme 9 aya ya 4 na 5, Bwana anamwahidi Sulemani hivi: ikiwa utatembea mbele yangu kwa uaminifu wa moyo na unyofu, nitaimarisha kiti chako cha kifalme juu ya Israeli milele, kama nilivyomwahidi Daudi baba yako, nikisema, utakosa mtu kwenye kiti cha enzi cha Israeli. Sasa hii inamaanisha ikiwa Sulemani atamfuata Bwana kwa moyo wake wote, ukoo wa Daudi kupitia Sulemani utaimarishwa. Sasa katika ujumbe wa 3, Bwana anampa Sulemani onyo. Ikiwa yeye au watoto wake wataacha kumfuata Bwana, kutotii neno lake, kufuata miungu mingine, basi taifa litaondolewa kutoka katika nchi na kupelekwa uhamishoni. Na hekalu hili la utukufu, anasema hapa katika aya ya 8, litakuwa lundo la magofu. Kwa njia, wapendwa, hicho ndicho hasa kinachotokea. Lakini vipi kuhusu ahadi kwa Daudi ya taifa la kudumu na kiti cha enzi halisi kinachodumu milele? Naam, kumbuka, hii itatimizwa hatimaye mwishowe kupitia kwa mzao mkuu wa Daudi, mzao wake mkuu zaidi, Yesu Kristo. Mungu hatoi ahadi hapa ya mfululizo usiokatika wa wazao wa Daudi ikiwa wataacha kumfuata Bwana. Anaahidi mrithi wa mwisho wa kiti cha enzi, na huyo ni Masihi, mfalme Yesu. Sasa sura ya 9 inabadilika na kutoa muhtasari wa mafanikio ya Sulemani, na kwa kweli kuna mengi kuanzia hapa katika aya ya 10. Sulemani anamalizia kwa kumpa Hiramu, mfalme wa Tiro, miji 20 katika Galilaya kama malipo kwa msaada wake katika kujenga hekalu. Hiramu kweli hafurahii sana na miji hii. Kwa kweli tunagundua katika akaunti sambamba katika 2 Mambo ya Nyakati 8 na aya ya 2 inaashiria kwamba Hiramu alirudisha miji hii na kisha akapokea malipo bora zaidi. Tunaambiwa katika moja Wafalme 9 na aya ya 15 kwamba Sulemani anajenga Milo. Hii inahusu ujenzi wa matuta kwenye mteremko wa mashariki wa mji wa Daudi, ikifanya iwezekane kujenga hata majengo na ngome zaidi. Sulemani pia anajenga Hazori, anajenga upya Hazori kaskazini mwa bahari ya Galilaya. Anafanya vivyo hivyo na Megido inayotazama bonde la Yezreeli na mji wa Gezeri ambao sasa umejengwa kwenye njia kuu ya biashara magharibi mwa Yerusalemu kuelekea bahari ya Mediterania. Sasa lazima nikuambie, hizi si miradi midogo ya ujenzi. Hizi ni shughuli kubwa ambazo zilitumia kazi ya kulazimishwa kutoka kwa mataifa ya Wakanaani waliokuwa wameshindwa. Waisraeli walifanya kazi kwenye miradi hii pia, ingawa walikuwa wanajeshi, walikuwa wasimamizi wa kazi. Sasa mstari wa 25 una rekodi mara 3 kwa mwaka Sulemani alikuwa akitoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani kwenye madhabahu aliyojenga kwa Bwana, akitoa sadaka hizo mbele za Bwana. Sasa katika akaunti sambamba ya 2 Mambo ya Nyakati 8 tunapewa maelezo ya ziada. Hiyo inatuambia kwamba Sulemani alihakikisha makuhani wote wamepangwa. Walikuwa wakifanya majukumu yao wakati wa sherehe hizi za kila mwaka.
Na hatimaye hapa katika mmoja wa Wafalme 9 na mstari wa 26 tunasoma Mfalme Sulemani alijenga meli huko Ezion-Geber, ambayo iko karibu na Eloth kwenye pwani ya bahari ya Shamu. Sasa hii ilikuwa kwenye ncha ya kaskazini ya bahari ya Shamu. Wafinisia walikuwa mabaharia na wajenzi wa meli wenye ujuzi, na tunaambiwa hapa kwamba walimsaidia Sulemani dhahiri kujenga meli zake. Hii itakuwa yenye faida kubwa, yenye faida kwa Israeli. Sasa sura ya 10 inatupa maelezo ya ziara maarufu ya Malkia wa Sheba. Tunasoma hapa katika mstari wa 1: sasa Malkia wa Sheba aliposikia umaarufu wa Sulemani kuhusu jina la Bwana, alikuja kumjaribu kwa maswali magumu. Inasikika kama mwalimu wangu wa zamani wa sayansi. Anataka kujua maana ya maisha, na huyu malkia anataka kujua ukweli kuhusu Muumba, Mungu na mambo mengine 1000. Sasa huyu malkia anatoka kusini magharibi mwa Arabia. Hiyo ni Yemen ya kisasa, kwa sababu amesikia yote kuhusu hekima ya Sulemani. Anataka kujua kama uvumi ni wa kweli. Unajua nini? Naam, wao ni. Na Sulemani anajibu kila swali la mtihani analompa. Sasa yeye ni mgeni katika jumba lake la kifahari, na anaona aina zote za vyakula vinavyotolewa hapa. Anaona mavazi mazuri ya wafanyakazi wa jumba hilo. Anaona hekalu la Mungu lenye utukufu na la dhahabu. Na tunaambiwa hapa katika mstari wa 5, hakubaki na pumzi. Na maanisha hii inasema kwa urahisi, inamvutia sana. Amezidiwa, anasema hapa katika mstari wa 6. Ripoti ilikuwa ya kweli niliyosikia katika nchi yangu kuhusu maneno yako na hekima yako, lakini sikuamini ripoti hizo mpaka nilipokuja na macho yangu mwenyewe yameona. Na tazama, nusu haikuambiwa kwangu. Hekima yako na ustawi wako unazidi ripoti niliyosikia. Kutokana na uchunguzi wake anakuja kuelewa kitu kingine. Sikiliza anachomwambia Sulemani hapa katika mstari wa 9. Abarikiwe Bwana Mungu wako, ambaye amefurahia wewe na kukuweka kwenye kiti cha enzi cha Israeli, kwa sababu Bwana amependa Israeli milele. Amekufanya mfalme. Anaipata. Tazama, kila kitu ambacho Sulemani ni, kila kitu alicho nacho kimetoka kwa mkono wa Mungu. Na je, Sulemani amewahi kuwa na mambo mengi? Kwa kweli, kuanzia hapa katika mstari wa 14 tunapewa aina ya ziara ya akaunti yake ya benki, na mstari wa 14 unatueleza uzito wa dhahabu ambayo Sulemani alipokea kila mwaka. Ilikuwa zaidi ya tani 25. Wapendwa, hiyo ni zaidi ya dola bilioni 1 kwa mwaka. Sulemani alichukua baadhi ya dhahabu hii, mstari wa 16 unatueleza, na akatengeneza ngao 500 za dhahabu safi. Zitakuwa zinatumika kwa madhumuni ya sherehe. Tunaambiwa vyombo vyake vyote vya kulia chakula vilikuwa vya dhahabu safi. Mstari wa 18 unatueleza mfalme pia alitengeneza kiti cha enzi kikubwa cha pembe na kukifunika kwa dhahabu bora zaidi. Utajiri wa mfalme ulikuwa mkubwa sana, tunaambiwa katika mstari wa 21. Fedha haikuchukuliwa kama kitu chochote katika siku za Sulemani. Yaani, nani anajali kuhusu unajua fedha? Wow, ni utajiri gani huo! Meli za baharini za Sulemani pia ziliingiza farasi na wanyama wa kigeni kama sokwe na tausi. Mstari wa 22 unasema, sikiliza, inaonekana kama Sulemani angeweza kuwa na chochote alichotaka. Na tena hapa katikati ya maelezo haya yote unapata ukumbusho huu mdogo. Katika mstari wa 24, dunia yote ilitafuta uwepo wa Sulemani kusikia hekima yake ambayo Mungu aliweka katika akili yake. Kweli, huenda usiwe na vipawa vya hekima vya Sulemani. Huenda usiwe na akaunti yake ya benki. Huenda usiwe na wanyama wa kigeni. Lakini chochote unacho pia kinatoka kwa mkono wa Mungu. Mtume Paulo aliwakumbusha waumini wa Korintho ukweli huu alipouliza, una nini ambacho hukupokea? 1 wa Korintho 4:7. Naam, ukweli ni kwamba
Na ukweli wa kusikitisha ni kwamba Sulemani ataisahau hoja hii muhimu. Atasahau ilikotoka. Na hiyo itafanya safari yetu ya hekima inayofuata kuwa ya kusikitisha tunapofikia mwisho wa utawala wa Sulemani. Hadi wakati huo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.